Watoto mjambo, nami sijambo. Ni kwamba najua kila mtu ako na shukrani kwa sababu ya yale Mungu amewatendea. Ni kwamba pia mimi ninashukuru kwa sababu ya Mungu kuwa mwema na mwaminifu katika maisha yangu. Ni kwamba naomba msamaha kwa sababu nimechelewa kidogo, na nawashukuru kwa sababu ya kuzidi kuendelea na ibada. Kwamba ibada zetu kama vile tumetangaziwa zimefunguliwa na watu wanaomba ili wakaweze kuzidi kuhudhuria. Ningependa tuingie katika neno. Fungue katika kitabu cha Isaia 43 verse 18 and 19. Our reading today comes from the book of Isaiah 43 verse 19 and verse 18 and 19. I'm going to read. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. I'm going to read it also in Swahili. Kitabu cha Isaia mlango wa 43 mstari wa 18 na 19. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Hamtalijua sasa. Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa sababu ya neno. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya neno. Asante kwa sababu uko tayari kuzungumza nasi. Mungu, nena nasi kwa sababu tuko tayari kuzungumziwa na wewe. Mungu, nena nasi. Mungu, tubariki kupitia kwa neno. Mungu, tuinue kupitia kwa neno. Mungu, tuelekeze na tufunze kupitia kwa neno. Maombi yetu ni kwamba ukazidi kutuandaa kupitia kwa neno ili tukazidi kufanya kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Sema abige amen. Amen. Kuna wimbo ambao huwa unaibwa by the Rivers of Babylon. You know that song? Turn with me the book of Psalm 137. We are going to read verse 1. By the Rivers of Babylon. You know that song? By the rivers of Babylon. Yes, continue. When we remember Zion. Yeah, Psalm 137 is where we get that song. And verse 1 says, by the rivers of Babylon, where we sat and wept, when we remembered Zion. Praise be to God. Ni kwamba Jumapili iliyopita tuliweza kujifunza kutoka katika hiki kitabu cha Isaia. Na tukaona ya kwamba Isaia anatumiwa na Mungu wakati Wanaisraeli wako Babiloni. Wako nchi ya utumwa. Wako katika shida. Wameacha Yerusalemu. Na sasa wakiwa kule wanakumbuka baraka za Mungu huko Zion ama Yerusalemu. Wanakumbuka nchi nzuri. Wanakumbuka matendo ya Mungu yale ambaye alikuwa anawatendea pale. Na sasa ni kwamba wanatamani kuwa katika nchi yao. Na tunaona huyu mwandishi wa
Zaburi akisema ya kwamba waliketi kando ya mito na wakalia walipokuwa wanakumbuka Zayuni. Kwa hivyo tunaona ya kwamba walikuwa katika hali ngumu, walikuwa katika hali ya shida, walikuwa uhamishoni, nchi isiyo yao. Wakiwa katika hiyo hali, Mungu anamuinua mtumishi wake Isaia na anazungumza na wao maneno ya faraja. Anawakumbusha upendo wa Mungu, anawakumbusha ya kwamba Mungu hajawasahau. Na Jumapili iliyopita katika mlango wa 41 tuliweza kuona ya kwamba Mungu akisema ya kwamba anafanya jambo jipya, na vile wanapaswa kufanya ni kuweka tumaini lao kabisa kwa Mungu, ni kusimama wima katika imani, na tukaweza kuona pia wanapaswa kutambua ukuu wa Mungu. Siku ya leo mahali ambapo tumesoma katika huo mlango wa 43 tunazidi kuona Isaia akizungumza na hao Wanaisraeli, na ni kwamba maneno yale anazungumza pia ni maneno ya faraja, na anawaambia ya kwamba msikumbuke yaliyopita, msikumbuke mambo ya zamani. Ni kwamba Mungu anataka kufanya jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God wants to do a new thing in our lives. Mungu anataka kufanya jambo jipya katika maisha yetu. Wanaisraeli walikuwa katika shida, na hili kwa sababu walikosa kutii vile Mungu alikuwa amewaagiza. Baada ya kuwapa nchi ambayo ni nchi mzuri, ni kwamba aliwaambia ya kwamba mkiwa mtatii mtafurahia matunda ya hii nchi. Ikiwa mtahasi, ni kwamba mtapata hukumu, adui wenu watatiwa nguvu na watawachukua na mtakuwa mateka. Huwa tunasema Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba uaminifu wa Mungu huwa unajitokeza njia zote mbili. Ikiwa tutakosa kutii, Mungu atakuwa mwaminifu kutuadhibu. Ikiwa tutatii, Mungu atakuwa mwaminifu kutubariki. Wanaisraeli hapa ni kwamba wamekosa kutii, na ni kwamba Mungu amekuwa mwaminifu ya kwamba hana waadhibu. Nyakati zingine katika maisha tunaweza kujihisi kama Wanaisraeli, ya kwamba ni kama tumeketi kando ya mito ya Babiloni na tuko katika hali ngumu. Lakini ni kwamba Mungu hajatusahau. Mungu hawezi kusahau watu wake. Sisi ni watu wa Mungu. Ni kwamba mtumishi wa Mungu Isaia anawaambia Wanaisraeli ya kwamba nyinyi ni watu wa Mungu. Nyinyi niliwaita kwa jina Yakobo. Na ni kwamba Mungu hawezi kusahau watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anafanya jambo jipya. Hayo ndio tunajifunza siku ya leo. Je, tunaweza kupokea hayo mambo mapya namna gani? Hili jambo jipya ambalo Mungu anatenda. How can we embrace this new thing that God is doing? Today we are going to learn about 3 steps on how we can embrace this new thing, because God is doing a new thing. Praise be to God. Amen. Say that God is doing a new thing. Mungu anatenda jambo jipya. Na ni kwamba Mungu anatenda hili jambo jipya kwetu. We need to embrace this new thing. How can we embrace this
new thing. Number one, we must change our focus. For us to embrace this new thing that God is doing, we must change our focus. Verse 18, forget the former things. Do not dwell on the past. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema na sisi ya kwamba msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Ni kwamba hatufai kutegemea yale yaliyopita, hata kama ni ushindi ambao tulikuwa nao na umepita, hatufai kuitegemea. We must not depend on the past. We should forget the former things. First, victories will not sustain us. Hata kama tulifaulu siku zilizopita, ni kwamba hiyo haitatusaidia. Tunaona Wanaisraeli ni kwamba walikuwa na ushindi, walikuwa wanaweza kuhesabu mambo ambao Mungu aliwasaidia. Jambo la kwanza, Mungu aliwashindania kutoka katika nchi ya utumwa. Wakashuhudia Farao na majeshi yake wakiangamizwa kwa maji. Mungu aliwasaidia kupigana na adui miji mikubwa kama Jericho. Mungu aliwasaidia kupigana na adui walipofika katika nchi ya Kanaani. Lakini hiyo haingewasaidia kwa huo wakati ambapo wako Babiloni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale yaliyopita hayawezi kutusaidia. Ni kwamba tunapaswa kumtegemea Mungu, yule ambaye anasema ya kwamba analifanya jambo jipya. Ufaulu kwa masomo ambao ulipata grade nzuri, kuwa katika familia ambao ni familia tajika, ya kwamba wakati uliopita biashara ilikuwa mzuri, ya kwamba wakati uliopita uhusiano wako na watu, uhusiano wako ulikuwa mzuri, ni kwamba kwa wakati huu haiwezi kutusaidia. Watu wengine ni kwamba huwa wanaishi siku ambazo zimepita, na kila wakati huwa wanaongea kuhusu mambo yaliyopita, vile walifaulu na vile walifanya. Ni kwamba hiyo imepita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Historia ni kwamba whether haitatusaidia, ujuzi, experience, whether haitatusaidia, ni kwamba we need a new work, we need a new miracle, we need a new victory, and none can do this except God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The question is not what God has done, but what God is doing in your life right now. Sio yale Mungu alitenda. Unajua, wakati nilikuwa kijana, wakati tulikuwa tumeokoka, tulikuwa tunatembea, tulikuwa tunafanya, tulikuwa tunaitwa kwa, sio yale yaliyopita, ni yale ambao Mungu anatenda sasa. Unapotazama maisha yako, Mungu anatenda nini? Unataka Mungu akutendee nini katika maisha yako? Ni kwamba tunapaswa kumtegemea, sio kutegemea ushindi wa wakati ambao ulipita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati uliopita pia unaweza kuwa na mambo ambao haukufaulu, pia hiyo haiwezi kutusaidia. Watu wengine huwa wanakumbuka yale ambao walipata, mambo sio ya kufurahisha, shida, na wanakaa pale pale. Fulani alinifanyia, fulani alisema, fulani alinifanyia haya na yale, na ni kwamba hayo hayawezi kutusaidia. Tunaona Wanaisraeli walikuwa na mambo ambao hawakumpendeza Mungu. Mungu aliwatoa katika nchi ya utumwa akawaleta katika nchi ya Kanaani ili wamwabudu.
lakini wakaenda na wakaanza kuabudu sanamu. Mungu akawapa sheria ili wakaweze kutii na kufuata, ili wakaweze kufurahia nchi ambao Mungu aliwapa, lakini wakaasi. Mungu akawabariki na mali, lakini wakatumia hiyo mali kuwapotosha na kuwakandamiza wale ambao ni maskini. Mungu alijipeana kwao yeye mwenyewe, lakini wamemkataa. Kwa hivyo kwa wakati huu ambao wako Babiloni, wanaona ni kwamba they are useless, hawana manufaa yoyote, na ni kwamba wanateseka kwa sababu ya yale ambao wametenda. Lakini sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anawaambia anataka kutenda jambo jipya. Nimesema ya kwamba huenda nyakati zingine tunajihisi ya kwamba ni kama Wanaisraeli tumeketi kando ya mito ya Babiloni na tunafadhaika, na tunaweza kuona ya kwamba tunafadhaika, tunateseka kwa sababu tunastahili kuteseka, lakini sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka kutenda jambo jipya katika maisha yako, na ile unapaswa kufanya ni kusahau mambo ya zamani. You cannot help yourself with the past victories of failures. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paul akasema nikiyasahau yaliyopita natazama wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio tukaweze kupokea yale ambayo Yesu ametuwekea, ile taji ambayo Yesu ametuwekea. Lazima tusahau yaliyopita na tukatazame mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba Yesu Kristo anafungua mikono na anasema, kujeni kwangu wote mliolemewa na kubeba mizigo mizito, na nitafanya nini? Nitawapumzisha. Ni mzigo gani ambao umebeba? Sio tu ati unaweza kuwa ni mzigo wa dhambi, mzigo wa mawazo, mzigo wa mambo ambao hayakuenda vizuri, mzigo ya biashara ambao ilishuka na endi vizuri, mzigo wa uhusiano. Yote Yesu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba tunaambiwa tusiyakumbuke ya zamani, wala tusikae pale kwa mambo ya zamani, kwa sababu Mungu anatenda jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We must change our focus. Lazima tubadilishe mtazamo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna yule anaweza kusema ya kwamba ameharibika ameharibika kabisa kuliko kiasi. Unajua huwa tuna the electronics, simu na vitu zingine za stima. Saa nyingine inaweza kuharibika na upelekee fundi akuambie this one is beyond what? Repair. No one is beyond repair. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema ya kwamba anafanya jambo jipya. In our spiritual walk, we cannot live on yesterday's faith. Old faith cannot save us. Old faith cannot save you. God is doing a new thing, and we need to turn our focus to Him. Praise be to God. Amen. The second thing is that we need to clarify our focus. Praise be to God. Amen. We not only need to change our focus, but to clarify our focus. Verse 19. The first starts by this word, see. I am making a way. Praise be to God. Amen. See, meaning recognize, understand, be aware of. To embrace this new thing that God is doing, we must discover what God wants for us. Lazima tuweze kutambua kile Mungu anahitaji ama anataka kwetu.
Unapotazama maisha yako, unaona Mungu anakuelekeza njia gani? Unaona maisha yako yakiwa namna gani? Wakati mmoja tulijifunza kuhusu a spiritual discipline called solitude. Being alone without being lonely. Ukiwa peke yako na kuyatazama maisha yako. Unapotazama maisha yako, unaona mambo ikiwezekana ama unaona shida tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri kuelewa yale Mungu anataka kukufanyia. Usipoelewa yale Mungu anataka kukufanyia, hii jambo jipya huenda litafanyika katika maisha yako. Tazama na uone mambo ikiwezekana. See, recognize, understand. See possibilities, not problems. Notice what God is doing. He is making a way. He is making a way. Usijione umefungiwa mahali, uko tense, umefungiwa katika cage, uone ya kwamba huwezi kutoka. Understand that God is making a way. Praise be to God. Amen. Kwa na mchungaji mwingine alikuwa ananifurahisha sana. Alikuwa anatukumbusha ya kwamba wewe sio kikingi ya stima. Kikingi ya stima mahali imewekwa huwa inakaa pale. Ukipita asubuhi unaipata wapi? Kesho utaipata wapi? Ile ilichimbiwa miaka iliyopita, hata sasa iko wapi? Kwa hivyo alikuwa anatuambia hujakorogewa. Ambia mwenzako hujafanya nini? Hujakorogewa. God is making a way for you. Mungu anaenda kutengeneza njia. Na kama anakutengeneza njia, ni kwamba utapitia katika hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utachukua hatua katika jina la Yesu Kristo. Na tunaona ya kwamba anaenda kutengeneza njia jangwani. Tunaona kuna mtu ambaye alikuwa mgonjwa kwa wakati mrefu, 38 years. Na ni kwamba Yesu Kristo alipopita alianza maneno. Alipoulizwa what can I do for you? Akasema ya kwamba malaika wakati anashuka na kushika maji, ni kwamba wengine huwa wanakuja na kuingia na wananipita. Kwa hivyo nimekaa hapa kwa huo wakati. Yesu Kristo anauliza, ungependa nikufanyie nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Never focus on what God is doing to others. God wants to do a new thing for you, not for others. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And we must clarify our focus. Lazima tugeuze mtazamo. Huyu ambaye alikuwa mgonjwa kwa huo wakati, ni kwamba aliongea kuhusu wakati uliopita. Aliongea kuhusu wengine. Ni kwamba Mungu ametupea macho. Wakati tunasema Mungu ametupea macho, tunasema ya kwamba ametupea mawazo, ametupea akili. Na ni vizuri tuelewe yale anataka kutufanyia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri kuwa na mtazamo, kujitazama vile Mungu anavyokutazama. Mungu anakuona ya kwamba wewe ni kiumbe chake. Mungu anakuona ya kwamba wewe ni mtoto wake. Mungu anakuona ya kwamba amekuokoa, wewe ni mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba Israeli wanafikiria ya kwamba wako na hiyo mentality ya kwamba sasa watatezeka milele. Lakini sio hivyo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba hii ilikuwa taifa teule. Hii ilikuwa taifa ambao ni ya kipekee. Na sisi pia ni watoto wa Mungu. Tunaweza kutazama yale ambao yanaotokea, magonjwa. Yanakuja magonjwa ya kutisha. COVID-19, magonjwa ya kansa. Kunakuja shida za kifedha. Kunakuja shida nyingi za kufujika kwa ndoa. Mambo tunatazama siku za usoni, tunakuwa hatuelewi vile mambo yatakuwa. Lakini ni kwamba Mungu hajatusahau.
what we need to do is to clarify our focus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwamba Mungu anaenda kufanya njia katika maisha yetu. Romans chapter 8 verse 1. Ningependa tusome Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1, the Bible says, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hakuna hukumu ya adhabu kwa walio ndani ya nini? Yesu. Kwa sababu Yesu alikufa ili sisi tuweze kupata uzima. Kwa hivyo uzima tuko nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is able to transform what we see as desert in our lives to be a blessing. Praise the name of the Lord. Amen. God can take that useless life and transform it into a life of purpose and grace. Praise the Lord. Amen. What you need to do is just to clarify your focus. Discover what God wants to do in your life. As we wind up, the last point is that we must commit our plans to God. For us to embrace this new thing that God is doing, we must commit our plans to God. Ni kwamba Mungu alikuwa na mpango kwa wana wa Israeli, hata kama wako katika nchi ya utumwa, hata kama wako na machungu, Mungu alikuwa na mpango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wakati ambapo unajipata uko na machungu, uko na shida, hujui kumeendaje na utatokea namna gani katika hiyo hali tuko, ile hali ambayo unapitia, kwamba Mungu hako na mpango. Na ile unapaswa kufanya ni kujipeana kwa mpango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alikuwa na mpango wa kuokoa wana wa Israeli. God was making a way for them. God has already set into motion a new direction and a new purpose for your life. What you need to do is just to follow. Kile ambacho unahitaji ni kufanya nini? Ni kufuata. Ikiwa Mungu anatengeneza njia ama anakutengenezea njia, ni kwamba tunapaswa kuinuka na kufanya nini? Kufuata hiyo njia. Tukimaliza tukielewa, tunapaswa kuchukua hatua na kufuata njia. Ni kwamba baada ya Wanaisraeli kuteseka kwa muda, Mungu aliwarudisha katika nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo shida sio kwamba ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kwamba COVID-19 ni ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kwamba kupungukiwa ni kwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba utaishi ukiwa na uhusiano mbaya na marafiki na katika ndoa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni kwa muda. Sema ni kwa muda. Kwa sababu Mungu ako na mpango. Lakini ni vizuri kuchukua hatua. They yet to make a choice. Mungu anaanza kutengeneza njia na watu waendelee na kukaa wakingojea. Na njia tayari imefanya nini? Imetengenezwa. Wanaisraeli walipofadhaika wakifuka bahari, ni kwamba Mungu alitengeneza njia, lakini walikuwa lazima wachukue hatua. Wachukue hatua ya kwanza, ya pili, na watembee ili wakaweze kutumia nini? Ile njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo ndio njia ambao Mungu ametengeneza kwetu ili tukaweze kumfikia. Ni vizuri kuchukua hatua. Tunapomalizia in the book of John chapter 10 verse 27. John chapter 10 verse 27. In this chapter
Jesus Christ is talking about him being the good shepherd. John chapter 10 verse 27. Jesus Christ says this, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Praise be to God. Amen. My sheep listen to my voice. I know them and they do what? Wewe unajulikana. Wanaisraeli walikuwa wanajulikana. Hata kama wako katika nchi ya uhamishoni, Mungu alikuwa anawajua. Alikuwa anawaona, alikuwa anawaelewa. Kwa sababu ni watu wake. Sasa anapotengeneza njia, walikuwa lazima wachukue hatua na kufuata hiyo njia. They had to commit their plans to God by following the way. Praise be to God. Amen. Mungu na atubariki tunapopokea hili jambo jipya ambayo yeye mwenyewe anataka kufanya. Ili tukaweze kulipokea, lazima tubadilishe mtazamo wetu. Tusikae tukiyakumbuka yale ya zamani, tukikaa maisha na mawazo ya kuwaza yale ambayo yamepita. Ni kwamba ni vizuri pia tuelewe yale Mungu anafanya. Tuelewe ya kwamba kuna kitu Mungu anataka kufanya. Na ni vizuri kujiingiza katika mpango wake, kwa sababu mpango wake ndio mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwema na ako na mpango mzuri, sio tu kwa nchi yetu, sio tu kwa kaunti yetu, sio tu kwa familia yenu, bali kwako. Anasema, "Kujeni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mizigo mizito, na nitafanya nini? Nitawapumzisha." Tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa sababu uko na mpango mzuri, mpango wa kufanya njia mahali ambapo kunaonekana hakuna njia. Uko na nguvu na uwezo wa kufanya njia. Mungu, twaomba utusaidie, kama vile neno lako limetufunza, tukaweze kubadilisha mtazamo wetu katika maisha yetu, tukaweze kuelewa yale unakusudia kufanya katika maisha yetu, na Mungu, tukaweze kuzidi kujipeana katika mpango wako mwema. Asante kwa sababu ili neno litaweza kutimia katika maisha ya kila mmoja wetu ambao tumeisikiliza. Na Mungu, tutaweza kushuhudia yale Mungu utatenda na maisha yetu. Uinuliwe na usifiwe kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Amen. Naomba na ili tukaweze kusimama, ili tukaweze kushia grace. Mungu wa neema na awe pamoja nanyi, awaongoze na awalinde, awahifadhi katika mabawa yake. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Asante sana, asante kwa kuingia katika ibada ya siku ya leo. Mungu awabariki.